Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa lijadili hotuba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa ufunguzi rasmi wa bunge la 13 tarehe 14 Novemba 2025. Majadiliano yanaendelea. Asante Mheshimiwa wabunge, tuendelee na mjadala. Tunaanza na Mheshimiwa Zainab Abdalla Isa, atafuatiwa na Mheshimiwa Buchard Kakulu. Mheshimiwa Khalid Musa Sekela ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Spika, wewe Naibu Spika, pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuaminiwa na kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya katika kututumikia. Lakini pili, nichukue fursa hii kuwashukuru sana vijana kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba, lakini pia kamati ya utekelezaji ya UVCCM Taifa kwa kunichagua, lakini kamati kuu kupitia mwenyekiti wetu wa CCM ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kunithibitisha kuwa mbunge wa viti maalum. Nataka niwaahidi vijana nitaendelea kuwa msemaji wao, daraja lao na serikali, lakini kuhakikisha changamoto zao tunazifikisha na zinapatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma Suratul Rahman aya ya 60 inasema hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Je, kuna malipo ya wema kwa mtu anayekutendea mema zaidi ya wewe kumtendea mema? Lakini ukisoma Zaburi 136:1 inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nimesimama hapa kwa niaba ya vijana kutoa shukrani zetu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu, lakini kwa kasi kubwa ya miradi ya maendeleo katika taifa letu. Leo ni mashuhuda, hakuna kijiji, hakuna kata, hakuna wilaya utakayoenda usikute miradi iliyoachwa alama na Daktari Samia Suluhu Hassan. Iwe kwenye elimu, iwe kwenye afya, iwe kwenye maji, iwe kwenye miundombinu ya umeme, barabara, mawasiliano, uchumi wa bluu, utalii, kila sekta. Kama hujakuta alama ya Daktari Samia Suluhu Hassan, basi wewe utakuwa hujaizunguka Tanzania na hujatembelea vijiji kuona hayo maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mwanadiplomasia na nimekuwa nikifuatilia hotuba za viongozi mbalimbali ndani ya Afrika na hata nje ya Afrika. Nataka niwathibitishie wabunge kwamba hotuba ambayo amewasilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025 ni kati ya hotuba bora kabisa kuwahi tokea ndani ya bara la Afrika. Mheshimiwa Rais ana mapenzi makubwa sana na Watanzania. Mheshimiwa Rais kupitia hotuba ile ameonyesha uzalendo na utu wa kuwatumikia Watanzania. Lakini mimi kama kijana napata faraja, kwa sababu hii inaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais anatambua kwamba 76% ya Watanzania wako chini ya umri ya miaka 36 ambao ni vijana. Kupitia hotuba ile Mheshimiwa Rais ameonyesha mahaba na mapenzi makubwa sana kwa vijana wa Kitanzania. Na kupitia hotuba ile kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu, Mheshimiwa Rais ameunda wizara ambayo iko chini ya ofisi ya Rais inayohusika na maendeleo ya vijana. Na kwa kweli leo tunaye waziri wa vijana Mheshimiwa Joel Nanauka, naomba nimpe maua yake, anafanya kazi kubwa na kazi nzuri sana kuwatumikia vijana wa taifa hili. Lakini Mheshimiwa Rais ameenda mbali ya kusema kwamba ataweka washauri chini ya ofisi ya Rais watakaoshughulikia maendeleo ya vijana. Mimi nataka niseme jambo moja. Katika maeneo ambayo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais amenigusa sana moyo wangu, ni pale Mheshimiwa Rais alipoonyesha kwamba anataka uwajibikaji, uadilifu serikalini. Anatamani kuona watendaji wetu wakiwa na nidhamu, wakiwajibika na wakiwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Rais kupitia hotuba ile amesema na waelekeza mawaziri hadi maafisa tarafa wawe karibu na wananchi, waende kusikiliza na kutatua kero za wananchi, na watakaposhindwa kufanya hivyo yeye atachukua hatua. Hii inanikumbusha kauli ya baba wa taifa mwaka 61 pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam
Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema yafuatayo: Those of you who have received this privilege therefore have a duty to repay sacrifices which others have made. Nyinyi ambao mmebahatika kupata fursa hii, mna jukumu la kuhakikisha mnawajibika ili kujitoa kwa wale ambao wamejinyima ili nyinyi leo muwe hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niwaambie viongozi na watendaji wenzangu, Watanzania tupo milioni 60, lakini leo wao wamepata heshima ya kuwa waziri. Leo umepata heshima ya kuwa mkuu wa mkoa. Leo umepata heshima ya kuwa mkuu wa wilaya. Leo umepata heshima ya kuwa mkurugenzi, afisa tarafa, mtendaji kata. Nataka utambue dhamana ambayo umepewa, una wajibu wa kuhakikisha unarudisha fadhila kwa wale ambao wamejinyima ili wewe uwe hapo kwenye hiyo nafasi. Mimi nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kupitia mabaraza ya kazi anayoyaendesha. Ametoa mwelekeo wa namna serikali itakavyojipambanua, na amesema siku ya leo hapa, watumishi wote wanaofanya kazi kwa mazoea, watumishi wote ambao hawatimizi wajibu wao, watumishi wote ambao badala ya kuwa suluhu ya kutatua migogoro, wao ndio wanakuwa sehemu ya kuongoza migogoro, hao watumishi hawatavumiliwa na serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kwenda mbali zaidi na kutaka tu review sheria zetu, ili wale ambao wanaodhani wakiharibu sehemu moja wana uwezo wa kupelekwa sehemu nyingine, hawa waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na hawa watu ndio wanaotia doa serikali yetu. Dr. Samia amefanya kazi kubwa na kazi nzuri sana, lakini baadhi ya watumishi, baadhi ya viongozi wasioitakia mema nchi yetu, wasiokuwa na utayari wa kulitumikia taifa letu, hawa ndio wanaomhujumu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nimuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na mawaziri ambao mmepewa dhamana, tunawaamini na hatuna mashaka na nyinyi, nendeni mkawasimamie watumishi ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama mbunge ambaye nawakilisha kundi la vijana, natambua kwamba changamoto kubwa ya vijana ni ajira. Lakini nataka niwaambie vijana wanaonisikiliza huko mitaani, hakuna nchi duniani ambayo imemaliza tatizo la ajira. Maendeleo ni hatua. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejipambanua. Leo Rais Samia ameahidi kupitia hotuba yake kwamba atahakikisha kunakuwa na kongani za viwanda kwenye kila wilaya. Vijana kupitia viwanda hivi watapata ajira, serikali itakusanya mapato na nchi yetu itapiga hatua kimaendeleo. Lakini Mheshimiwa Rais ameahidi kutoa bilioni 200 kwa ajili ya kuwezesha. Mitaji hii itaenda kwa kuamua vijana kiuchumi. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameahidi ujuzi, kuhakikisha kwamba sasa hivi tuna VETA 64 kwenye wilaya 64. Ahadi ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila wilaya, kwenye wilaya 139 nchini kutakuwa na vyuo vya VETA, na vijana watafungamanishwa na miradi ya kimkakati ili waweze kupata ujuzi. Lakini Mheshimiwa Rais ameahidi kutakuwa na campus kila mkoa, ili tunapokuwa na vyuo vikuu kwenye mikoa hii, vijana wetu waweze kupata elimu na ujuzi, lakini kuweza kuchagiza uchumi kwenye mikoa husika. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nihitimishe kwa nukuu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Alisema haya yafuatayo: kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kuyafanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona hii leo. Hivyo nawasihi wanangu vijana, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambalo mmeukalia. Msikubali kabisa. Nyinyi ndio walimu na wajenzi wa taifa hili, na wasihi vijana, kamwe msiwe wabomoaji wa taifa lenu. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Zainab kwa mchango mzuri. Mheshimiwa Buchard Kakulu atafuatana na Mheshimiwa Benjamin Lukuba. Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, kama walivyotangulia wenzangu, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu
kwa kutufikisha siku ya leo tukiwa salama, tukikutana tena kama wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kwa ajili ya kuyachakata na kuyachambua maoni ya Mheshimiwa Rais ili tukayatafsiri kwa usahihi mbele ya Watanzania waliotuchagua na kuwaaminisha kwamba bado kuna nafasi kubwa ya kuijenga nchi yetu nzuri iitwayo Tanzania. La pili ni kupongeze wewe na Mheshimiwa Spika pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuaminiwa katika nafasi mlizoaminiwa kuhudumia nchi yetu. Sambamba, pongezi hizi ziende kwa mawaziri wetu walioteuliwa kuhudumia katika baraza la mawaziri. Niwapongeze pia wabunge wenzangu waliochaguliwa kuhudumu katika bunge hili. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wananchi wenzangu wa jimbo la Mbagala walionichagua kwa kura nyingi kuwakilisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano. Ahadi yangu kwao ni kuwahudumia kwa uaminifu, kwa uzalendo na kwa utii. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nitajielekeza kwa uchache katika maeneo machache. Kwanza, katika kutafsiri maoni ya Mheshimiwa Rais aliyoyatoa kupitia hotuba yake kwa bunge lako tukufu, Mheshimiwa Rais alichora mchoro wa uhakika katika maono yake kuhusu sekta ya viwanda na sekta ya kilimo. Mimi mchango wangu utajielekeza kwenye maeneo hayo, kuonyesha kwamba viwanda vyetu ambavyo tunakusudia kuvijenga kupitia kongani zitakazofunguliwa katika kila wilaya na katika kila halmashauri zetu, namna vitakavyoenda kufungamanishwa na sekta yetu ya viwanda ambayo ndiye mlishaji mkubwa sana wa viwanda vyetu na sekta yetu ya usindikaji. Mheshimiwa Spika, kwa sasa kilimo chetu bado kinategemea sana kilimo cha mkono na kilimo cha kujikimu. Maono ya Mheshimiwa Rais ni kwenda kukitafsiri na kukipa nyongeza na kukiongezea uwezo kilimo chetu ili kiweze kuhudumia viwanda vyetu kwa uhakika, kituhakikishie usalama wa chakula pamoja na kutupatia mapato kupitia fedha za kigeni. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kwa kuanza, sekta yetu ya kilimo kwa sasa inachangia pato letu kwa taifa angalau kwa 26.3%. Lengo ni kuifanya ichangie zaidi kwa sababu ndio sekta inayoajiri watu wengi. Mabadiliko kidogo katika sekta hii, angalau ikikuwa kati ya 8% mpaka 10%, ina uwezo wa kupunguza umaskini kwa zaidi ya nusu. Kwa hiyo tukiunganisha sekta yetu ya viwanda na sekta yetu ya kilimo kwa kuzingatia maono ya Mheshimiwa Rais aliyotupa kupitia hotuba yake, tuna uwezo wa kutoa ajira za kutosha kwa vijana wetu ambao ndio tunakusudia tuwahudumie kwa kweli, kwa sababu ndio wanaounda sehemu kubwa ya nchi yetu kwa sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu, mimi napenda nichukue nafasi hii kuwaonyesha vijana wa nchi hii kwamba bado kuna nafasi ya kuihudumia nchi hii kwa kuitunza na kwa kuitumikia kwa uzalendo. Kilimo chetu pekee tukikifanya vizuri, zile kongani zetu za viwanda katika wilaya zetu 139 na halmashauri zetu 184, tuna uwezo wa kuzalisha ajira za kutosha ambazo zitapunguza presha kubwa iliyopo katika soko la ajira. Kwa mfano, katika kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais, tunaenda kufungua kongani ya viwanda ya Kwala. Kongani ya viwanda ya Kwala peke yake itazalisha ajira zaidi ya 600,000. Kongani ya Buzwagi pekee inaenda kuzalisha zaidi ya ajira 300,000. Kongani ya Bagamoyo inakuja. Hebu jaribu kufikiria, tutakapofungua kongani zote katika wilaya 139, hali ya ajira na mfumuko wa ajira kwa ajili ya vijana itakuwa ya namna gani? Kwa sababu yote haya, kwa vyovyote vile, wanufaika wakubwa ni vijana wenzetu ambao ndio tunakusudia wapate ajira za kutosha katika kongani hizi, na tunaamini kwa spidi ya Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka 5 ijayo, matarajio yetu tunakusudia kuyaona mabadiliko makubwa kupitia kongani hizi ambazo zitafunganishwa na sekta yetu ya kilimo. Ombi langu wa karibu Mheshimiwa Rais kupitia baraza aliloliteua likiongozwa na Waziri Mkuu ni kumsaidia Mheshimiwa Rais kuitafsiri barabara ndoto yake hii na maono yake haya, ili vijana waweze kupata furaha, kwa sababu wanaye rais ambaye anawaamini, anawategemea, na tunawaamini wote vijana kama walinzi na watetezi muhimu wa nchi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, nitajielekeza
kwenye jambo jingine muhimu sana, hasa katika kipindi cha miaka minne iliyopita ambacho Mheshimiwa Rais wetu ametuhudumia kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wengi ambao tunashukurani, kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Kwa mfano, kwenye jimbo langu pekee ninalotoka, zililetwa katika halmashauri inayotoka pekee yake ya Temeke zaidi ya shilingi bilioni 323 zililetwa katika kipindi cha miaka minne, na zimetekelezwa na kusababisha mapinduzi makubwa sana katika sekta ya afya. Katika jimbo ninalotoka pekee yake, jimbo la Mbagala, vituo 3 vya afya katika kipindi cha miaka minne pekee yake. Hospitali ya Zakem tunakamilisha kuijenga. Tunaenda kujenga hospitali nyingine ya kiwango cha ngazi ya wilaya katika kata moja pale Twangoma ya ghorofa 6. Tunaenda kusababisha mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya elimu kama ambavyo tumefanya katika kipindi kilichopita. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye jimbo langu peke yake zaidi ya shilingi bilioni 123 zililetwa katika kipindi cha miaka minne. Jimbo moja tu lenye kata 6 peke yake, pamoja na kwamba lina wakazi zaidi ya 500,000. Mheshimiwa Naibu Spika, watu wenye shukrani kama tulivyo Mheshimiwa wabunge na Watanzania, tunao wajibu wa kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumpa moyo aendelee kuihudumia nchi yetu, kwa sababu tunaamini katika kipindi cha miaka 5 inayokuja matarajio makubwa ni kuona mapinduzi makubwa kwenye sekta zote, kuanzia nishati, miundombinu, kilimo, ajira kwa vijana. Yote haya lengo ni moja tu, ni kuhakikisha uchumi wetu unastawi na uweze kuwahudumia wananchi wetu ambao wanaongezeka kwa kasi kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi la kwangu kwa vijana kama kijana mwenzao ni kuwaomba wawe wazalendo kwa nchi yetu. Sisi sote tumetembea safari ndefu kufika tulikofika. Mimi miaka 32 iliyopita nilihamia Dar es Salaam nikiwa na miaka karibu 18 hivi. Leo hii tunapozungumza nimeaminiwa na Watanzania wenzangu katika eneo la Mbagala na kuwa mwakilishi wao baada ya kukaa hapo kwa miaka 32. Kwa hiyo nchi yetu ni nzuri. Kila mahali ulipo unayo nafasi ya kuhudumia watu. Nchi yetu hii ni kiasi tu kama kijana kupanga maono yako vizuri, kuwa mtii kwa nchi yako, kupenda nchi yako, kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kuwa mtii kwa nchi na mamlaka ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hayo machache ni ya kuchangia, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge Kakulu kwa mchango mzuri. Mheshimiwa Ngaiwa Benjamin Lukuba atafuatana na Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko. Mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue nafasi hii pia kukushukuru kwa kunipatia nafasi hii ya kuchangia katika mjadala kujadili hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo alitoa wakati wa kufungua ama kuzindua bunge letu la 13. Mheshimiwa Naibu Spika, nikupongeze kwa kuteuliwa kwako kuwa naibu spika wetu, lakini nimpongeze pia Mheshimiwa Waziri Mkuu anaitumikia nipatia kwa kunichagua kuwa mwakilishi wao bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, leo ni siku njema ambayo tunajadili Mheshimiwa Rais. Ni hotuba ya kwanza kabisa aliyoitoa tangu tulipomaliza uchaguzi wetu mkuu Oktoba mwaka jana 2025. Na hotuba hii Mheshimiwa Naibu Spika iliakisi na kugusa maeneo karibu yote muhimu ya kisekta katika kuonesha dira ya maendeleo ya taifa letu, lakini na kuinua hali ya uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja katika taifa letu. Sote ni mashahidi, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais alipogusia kwa mfano katika sekta ya ujenzi, aliposema na namnukuu hapa, anasema tutaongeza pia bajeti na uwezo wa TARURA katika kuboresha barabara za ndani na za vijijini ili kuhakikisha zinapitika mwaka mzima na kuwa wakulima wanaweza kuyafikia masoko kwa urahisi. Sisi humu waheshimiwa wabunge tulimpongeza kwa kumpigia makofi mengi sana, ikionyesha kwamba shida kubwa au sehemu kubwa ambayo inatakiwa tuelekeze nguvu zetu ni katika kuboresha miundombinu yetu, hasa barabara za ndani na zile za vijijini.
na Mheshimiwa Rais ameonyesha dhamira hiyo ya kuongeza bajeti kwa TARURA, na TARURA hii ikiwa na umri wa miaka 8 kwa kweli imefanya kazi nzuri sana, lakini bado tunatakiwa kuendelea kufanya kazi iliyo bora zaidi, na katika kuonyesha kwamba tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais katika azma yake ya kuboresha hali ya miundombinu yetu ambayo yeye anatamani ipitike kwa mwaka mzima. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa mimi niwaombe tu watendaji wetu katika ngazi zote kwamba Mheshimiwa Rais anapohangaika usiku na mchana kutafuta fedha kwa ajili ya maendeleo, basi na sisi tuoneshe ile nia thabiti na dhamira ya kwenda kumuunga mkono katika kusimamia shughuli hizi za maendeleo ili wananchi wetu waweze kufaidika na jitihada hizi za serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, nikijielekeza katika ukurasa wa 25 wa hotuba ya Mheshimiwa Rais katika sekta ya madini, pia Mheshimiwa Rais ameonyesha kutambua mchango wa sekta ya madini katika maendeleo ya taifa letu. Katika hotuba yake inaonyesha kwamba kiwango cha mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa kiliongezeka kutoka 6.8% mwaka 2020 mpaka kufikia 10.1% mwaka 2024. Na Mheshimiwa Rais akaonesha utayari wa kuwaunga mkono na kuwasapoti wachimbaji wadogo kwa kuwawezesha kuwapatia vifaa vya uchimbaji kama vile vya uchorongaji, lakini na taarifa za jiolojia kuonesha kwamba madini yanapatikana wapi, kwa wingi gani, na ni madini ya aina gani. Sasa niombe tu pia wizara yetu ya madini iende kasimamie vizuri eneo hili kwa kuhakikisha serikali inaenda kwa walengwa ambao kweli wanahitaji. Mikopo isiende kwa wachimbaji ambao tayari wana uwezo wa kujiendesha wao wenyewe na kuendesha shughuli zao za uchimbaji, na twende tukawaangalie wale vijana ambao wako katika hali za kati ambazo sasa wanataka kupambana kuweza kuona kwamba wanaongeza tija ya uzalishaji katika sekta hii ya madini. Ni wazi kwamba hata asubuhi wakati wa mchango wa waheshimiwa wabunge walieleza kuhusu masuala ya mirahaba, ambapo wachimbaji wanaonekana kwamba wanatozwa mirahaba mara mbili, pale ambapo wanakuwa wameshatoa mawe juu, lakini pale ambapo wanakuwa wameshachenjua dhahabu na penyewe pia dhahabu inaenda kutozwa mrahaba tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo twende tukaangalia maeneo haya ili wachimbaji wetu, sisi kule Sukumani tunaita, wasitegemee tu miganyaro. Miganyaro ni zile posho ndogo ndogo zinazopatikana kwa wachimbaji hawa wadogo wanapokuwa wanachimba katika maeneo yao hayo. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa ambazo anazifanya, na hotuba hii iende ikawe dira kwa taasisi zote za serikali, taasisi za binafsi, wizara zote, tuweze kwenda kupita humu ambapo Mheshimiwa Rais wetu ameonyesha dira kwamba sasa tunataka kuelekea upande gani. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga hoja mkono na asante sana. Asante sana Mheshimiwa Ngaiwa. Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko atafuatana Mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye. Mheshimiwa Sadifa Juma Khamisi ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze sasa kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuwezesha sisi wote kuwa ndani ya nyumba hii ya mipango na kutunga sheria za nchi yetu. Lakini tumie fursa hii kumtakia heri, kumtakia fanaka, kumtakia afya njema, kumtakia weledi na maarifa makubwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku yake leo ya kuzaliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesimama kwa lengo moja la kuongea na vijana wa Tanzania, kuwaelezea kwa nini wanapaswa kumwombea na kumlinda kwa wivu mkubwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, duniani kote
Wanasiasa hupenda kuwekeza katika vitu ambavyo vinaonekana kwa macho na vinatoa majibu kwa haraka. Ni Tanzania pekee chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu amewekeza kwenye taaluma ambayo haionekani na ambayo matokeo yake hayatokei kwa haraka. Dr. Samia Suluhu Hassan, nitaenda kwa ufupi Mheshimiwa Spika, lakini nitatamani kugusa namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameikuta elimu ya Tanzania sehemu ilipo na pahala anapoipeleka. Mwaka 2021, Mheshimiwa Naibu Spika, nilisimama hapa mwanzoni kabisa na nilimuuliza swali Mheshimiwa Profesa Ndalichako kipindi hiko akiwa waziri wa elimu. Nikamwambia, Mheshimiwa Waziri, humu ndani tunasikia taarifa, habari nyingi za kuhusu wale waliofaulu mitihani yao. Waliofaulu darasa la 7 wakaenda form 1, waliofaulu form 4 wakaenda form 5, waliofaulu elimu ya juu ya form 5 na 6 wakaenda vyuoni. Vipi wale ambao huwa wanatemwa na mfumo? Darasa la 7 hawafanikiwi kusonga mbele, wanaishia hapo. Form 4 hawafanikiwi kwenda mbele, wakaishia hapo. Wakati na tafakari majibu ya Profesa Ndalichako kipindi hiko, Dr. Samia Suluhu Hassan nilimsikia kwenye vyombo vya habari akielekeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kufanya mapitio ya mitaala ya elimu na sera ya elimu nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, ninachotaka kusema ni nini? Mwaka 2021 Dr. Samia Suluhu Hassan darasa la 7 kidato cha kwanza, watoto milioni 1. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 2000 sera na mitaala ya elimu baada ya tunavyozungumza sasa, darasa la 7 inaisha mwaka 2027. Suluhu Hassan wanaohitimu ule mzigo wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, Dr. Samia Suluhu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenda kidato cha kwanza 560,000 nchi nzima. Hawa walikuwa wanabaki mtaani wazazi wao. Kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Naibu Spika, Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza kwenye elimu ya kati ndani ya miaka 33. Mheshimiwa Naibu Spika, vyuo 49 tangu kuumbwa kwa Tanzania, vyuo 47 samani, vyuo 47 tangu kuumbwa kwa Tanzania, tulikuwa na vyuo vya VETA 47. Ndani ya miaka 4 ya mama Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga na vimeshaanza mafunzo vyuo 33. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapozungumza sasa, mama ameshatoa bilioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa
anachotizama Dr. Samia Suluhu Hassan, anachotizama ni kwamba dunia degree alizo nazo inamthamini mtu kwa ujuzi, competence. Jamii, dunia ndiko inakoelekea. Sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameamua kuwekeza kwenye elimu. Bado anatoa mikopo kwenye baadhi ya Tanzania wanaonisikiliza. Tunalo jukumu la kumwombea na kumlinda kwa wivu mkubwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa haraka naomba niende kwenye elimu ya juu. Tulikuwa tunazungumzia 2020. Tunavyozungumza sasa kwa mwaka zaidi ya watoto 205,000. Wakufunzi, maprofesa, walimu na ufaulu ongezeka. Kinachotokea elimu ya msingi kuanzia msingi mpaka sekondari mpaka form 6. Sasa wanakwenda chuo kikuu. Dr. Samia Suluhu Hassan, nimekuwa kwenye kamati ya elimu na nimeshuhudia bajeti kila mwaka takriban bilioni 570 kwa serikali inatumia na imeshakopesha wanafunzi takriban tutakwenda kwenye trilioni 1. Na Mheshimiwa Naibu Spika, mikopo hiyo inakopesha zaidi ya watoto 250,000. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka vijana wanielewe kwamba tukisema tunamlinda Dr. Samia Suluhu Hassan tunamaanisha kitu gani? Pamoja na mikopo hiyo ya elimu ya juu, Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaona mbali, ameona dunia inataka wasomi, dunia inataka watu wenye ujuzi, competence. Dr. Samia Suluhu Hassan tunavyozungumza sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, anatoa Samia Scholarship, anapeleka watoto wa Kitanzania mpaka nje ya nchi. Zaidi ya watoto 5,119 mpaka sasa wamepata scholarship ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na scholarship hiyo sio mkopo, ni grant, ni ruzuku, unapewa for free, ili mradi uwe ufaulu masomo ya sayansi. Mheshimiwa Naibu Spika, takriban bilioni 30 imeshakwenda huko. Na tunapozungumza sasa, kuna watoto wamekaa kempu pale Arusha, wanapigwa msasa kwa ajili ya kwenda nje ya nchi, kwenda kusoma kozi za sayansi, kwenye science, nuclear science, wanaenda kusoma kwenye artificial intelligence, wanakwenda kusoma zile kozi ambazo tuna upungufu mkubwa au hatuna wataalamu nchini. Haya ni maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Haitazami Tanzania kama tunavyoitazama sisi leo hapa. Ameshaona mahitaji ya nchi yetu kwa miaka mingi ijayo. Amewekeza kwenye maeneo ambayo yataleta tija, pengine hata kipindi ambacho hata yeye hatakuwepo katika kiti cha urais. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana na kutakia kila la heri, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa mbunge. Vizuri sana. Mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye atafuatana na Mheshimiwa Sadifa Juma Khamis. Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia jioni ya leo katika hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini awali ya yote nianze na kumshukuru Mungu muumba mbingu na dunia na kila kilichopo kwa neema, kwa kunipa kibali watu wa Kigoma Kaskazini kunichagua kwa kura nyingi za kishindo
mimi niseme nawapenda sana wana Kigoma Kaskazini na niko hapa kuwatumikia kwa namna yoyote ile. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nilimsikiliza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilimsikiliza vizuri na nimesoma vizuri hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais. Kwa mtu yoyote mwenye akili timamu na mwenye kulipenda taifa lake, ilikuwa ni hotuba bora ambayo inaonyesha dira ya Watanzania. Rais aliyoyasema katika hotuba yake. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nitajielekeza katika hoja mbalimbali. Nikianza na hoja ya kilimo. Ni ukweli usiopingika Mheshimiwa Naibu Spika kwamba kilimo ndio ya Watanzania wanategemea kilimo. Na hata sisi tuko hapa leo wengi tumesomeshwa na wakulima. Maana yake hatuna budi kama taifa kuwa na mikakati bora ya kupata viwanda ambavyo vitapelekea vijana kupata ajira na kutoka kwenye changamoto. Spika, ya Simbo. Leo Malaysia ni nchi ya 3 kwa kuzalisha mafuta yanayotokana na mchikichi. Lakini ukija Tanzania, zao la michikichi ambalo tunalima sana mkoa wa Kigoma katika jimbo langu la Kigoma Kaskazini, bado hatujaona manufaa makubwa yanayotokana na zao la mchikichi. Sasa mimi nishauri serikali kwamba katika dira ambayo Mheshimiwa Rais ametupa kama taifa, twende tukawekeze katika zao la michikichi. Twende tukawashawishi wawekezaji waje wawekeze viwanda. Kigoma tuko mpakani mwa Kongo, tuko mpakani mwa Burundi. Warundi wa Kongo wanaweza wakaja wakachukua mafuta yetu na hata nchi nyingine, na sisi tukawa nchi ambayo tunasafirisha mafuta kwa wingi kutoka mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, ushauri wangu katika zao la michikichi, mpaka sasa hatuna bodi katika zao la michikichi. Ukiangalia zao la pamba tuna bodi, ukiangalia zao la kahawa tuna bodi, lakini zao la michikichi hatuna bodi. Sasa Mheshimiwa wa Kilimo ambaye uko hapa unanisikiliza, ni muda mwafaka zao hili la michikichi tunapata bodi ili tuweze kusimamia kwa ukaribu na tuweze kuzalisha kwa wingi na tuweze kuwa nchi ambayo tunasafirisha mafuta duniani na maeneo mbalimbali ya dunia. Mheshimiwa Naibu Spika, nigusie katika swala zima la afya. Hakuna asiyejua kwamba afya ni kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Na bila afya hatuwezi kuwa na taifa ambalo ni imara. Ili tuwe na taifa imara, tafsiri yake lazima tuwe na wananchi ambao afya zao zimeimarika. Ni kweli hotuba ya Mheshimiwa Rais ameonyesha dira ya kuanzisha bima ya afya kwa Watanzania wote. Na ni kiu ya Watanzania kuhakikisha kwamba wote tunapata bima ya afya. Kwa sababu huko tukienda kwenye majimbo yetu, sisi ni mashahidi. Vijijini kuna watu wanapoteza maisha kwa sababu wamekosa pesa. Kuna mtu anakwenda hospitali, hana bima, hana pesa. Tafsiri yake anaweza akapoteza maisha kwa sababu ya umasikini wake. Kwa hiyo kama leo tutakwenda katika mpango wa bima ya afya kwa Watanzania wote, itawasaidia Watanzania. Na mimi hapa Mheshimiwa Naibu Spika, natamani sana kupendekeza, inawezekana kabisa kama taifa tukaweza kuwatibu Watanzania wote bure. Inawezekana kabisa. Na kwa mfano ndani ya chama changu tulitoa solution kwamba katika pato la taifa hata tukitenga 2.5% ya kuweza kuwasaidia Watanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaweza tukahudumia Watanzania milioni 11 ambao watapata bima za afya.
Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama tutajipanga vizuri na kama Mheshimiwa Rais alivyotuambia Watanzania, natarajia tunakokwenda mbele huduma za afya zitakuwa bora. Na tunaposema huduma ya afya, Mheshimiwa Naibu Spika, hatuzungumzii majengo peke yake. Shida ya Watanzania ni majengo na huduma bora ya afya. Huko sera inasema kila kata tutakuwa na kituo cha afya. Lakini sasa kuna maeneo ambayo hata ndani ya jimbo langu hatuna vituo vya afya. Lakini kuna vijiji ambavyo hatuna hata zahanati. Kwa hiyo nadhani ni fursa hii kupitia hotuba hii ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo Tanzania tujitahidi, mawaziri ambao mmepewa dhamana kusimamia hizi wizara, twende tukahakikishe kwamba tunaboresha huduma bora ya afya. Na moja ya kero kwenye afya, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa ni swala la wananchi kuzuiliwa kutoa maiti hospitali. Mheshimiwa Rais amesema kwamba watu wapewe maiti, lakini watafute waende wakalipe deni. Mheshimiwa Naibu Spika, najua nia ya Rais ni njema kuwasaidia Watanzania, lakini mnaonaje tukawasaidia Watanzania hata tukafuta kabisa tozo ya kutoa maiti hospitali? Inawezekana, kwa sababu leo imagine labda mimi nimefiwa na mme wangu, halafu narudi nyumbani katika hali ya kawaida inahitaji Roho Mtakatifu, lakini sio kazi rahisi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi natamani sana sisi kama wabunge katika hili tuwasaidie wananchi, ikiwezekana tufute kabisa kodi ya kutoa maiti. Na tukiamua tunaweza kama taifa tukawasaidia Watanzania. Mtu amekufa. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Kiza, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Injinia Aisha Ulenge. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba anapokuwa anachangia aijue the logic behind the bima ya afya. Tutakapokwenda kuingiza bima ya afya, wananchi wote wakao wanatibiwa kwa bima ya afya, issue hiyo tena ya maiti kuzuilika itakuwa haipo. So anatakiwa a read between the line katika kupata concept halisi ya bima za afya. Asante sana. Asante Mheshimiwa Kiza, taarifa unaipokea? Asante Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa siipokei. Na tusichangie kwa mihemko. Lengo letu ni kujenga kama taifa. Mheshimiwa Rais ametoa hili, lakini kwa ushahidi leo kuna hospitali ambazo bado watu wanazuiliwa maiti. Kwa hiyo ninapochangia hapa, lengo langu ni jema katika kuhakikisha kwamba tunawapunguzia mzigo wa Tanzania na tusilete mihemko wala matabaka ya chama. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nilikuwa nazungumzia swala hilo la maiti. Taarifa Mheshimiwa Husna. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni za Bunge, mbunge haruhusiwi kuzungumza hoja ambayo hana ushahidi nayo. Na kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alishatoa maelekezo kwamba ndani ya siku 100 hataki kuona Mtanzania maiti inazuiliwa, na alitoa maelekezo namna ambavyo ya kufanyia kazi jambo hilo. Sasa kama Mheshimiwa mbunge ana ushahidi na hospitali ambayo imezuia maiti, ni vizuri akakupatia ili kuweka takwimu sahihi. Nashukuru. Asante Mheshimiwa, taarifa ya Mheshimiwa mbunge naipokea. Na muda pia umeisha, umalizie. Taarifa siipokei Mheshimiwa Naibu Spika, na ninaendelea kusisitiza lengo langu ni kuhakikisha kwa pamoja sisi na mawaziri tumsaidie Mheshimiwa Rais. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa. Napoteza muda. Mheshimiwa, muda wako umeisha, naomba malizia sentensi ya mwisho. Mheshimiwa, naomba toa taarifa kwa mbunge anayechangia. Hakuna muda wa ziada. Taarifa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
Sikutumwa na wana Kigoma Kaskazini kuja kubishana, nimekuja kujenga hoja. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala zima ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa sababu ulitoa maelekezo kina mama wajawazito wanaoambiwa wapeleke beseni, wembe, mpira mpaka kibana kitovu cha mtoto sasa ni marufuku. Ni muda wetu kuhakikisha kwamba hawa kina mama kweli wakienda hospitali wanapata hivyo vifaa na kupata huduma iliyo bora. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Sadifa Juma Khamis atafuatana Mheshimiwa Abubakar Damian Senga. Mheshimiwa Anna Richard Lupembe ajiandae. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha leo kufika siku hii ya leo tukiwa katika hali ya uzima na afya zetu zikiwa zinaendelea kuwa nzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru na wewe kwa kunipatia nafasi hii na niwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Donge kwa kunirejesha tena kuwa mbunge wao wa jimbo la Donge kwa awamu ya 3 sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, wote tutakubaliana hapa kwamba Mama Samia ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhihirisha ndani ya bunge tukufu hili na ulimwengu kwa ujumla kwamba yeye ni mama bora. Mheshimiwa Naibu Spika, mama wapo wengi, lakini sio kila mama anakuwa mama bora. Mama bora ni yule ambaye anayewajali watoto wake, anayewanasihi watoto wake, anayewalea vizuri watoto wake, anaowaonyesha njia. Mama Samia Suluhu Hassan, hotuba aliyoitoa hapa bungeni, amejidhihirisha kwamba yeye ni kiongozi bora. Na nina sababu, na kila mmoja ana sababu zake hapa za msingi. Mheshimiwa Naibu Spika, hata ukienda ukigugo na wale waliokwenda vyuo vikuu, sifa za viongozi bora, kiongozi bora, mojawapo ni kuwa msikivu, lakini nyingine kuwa na maarifa, kuwa na hekima, busara, uvumilivu, ujasiri, uhodari, maamuzi. Zote hizi zinaelezea sifa za kiongozi bora. Ukiangalia hii speech ambayo Mama Samia ameitoa hapa, amejidhihirisha kwamba yeye ni kiongozi bora. Amewahimiza watoto wake wa Tanzania, wajukuu zake, juu ya umuhimu wa kuisimamia amani na usalama wa nchi yao. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika, umuhimu wa amani ndio kitu pekee. Bila ya amani, bila ya usalama, hakuna chochote cha maendeleo kitakachofanyika. Hata hao wataalamu wa mambo ya usalama duniani, wa mambo ya ulinzi duniani, wote wametoa kipaumbele kuhusiana na suala la umuhimu wa usalama. Nitoe mfano. Realist, liberal, kila mmoja hapa ametoa ana mtazamo wake katika kusimamia amani. Liberal wanaamini katika suala la umoja na mshikamano, cooperation, institution. Realist wao wanaamini katika force, katika kusimamia amani. Realist akina Heinz Morgenthau wanaamini katika kusimamia amani hakuna mbadala. Wao wanaamini force ndio approach pekee ya kusimamia amani. Mama Samia, rais wetu hapa, amekuja bungeni akatuhutubia na akawaasa vijana wake na watoto wake wa Tanzania kwamba changamoto, wataalamu wanaamini conflict is unavoidable. Changamoto hizi, migogoro ni mambo ambayo hawezi kuepukika. Je, tunatumia approach gani katika kutatua migogoro yetu na matatizo yetu? Mama Samia, approach pekee ambayo aliyowaasa watoto wake katika kutatua changamoto zetu, tutumie diplomatic means, ndio njia pekee itakayotusaidia. Na ndiyo maana akawaambia mawaziri wake atakaowateua, na wengine tayari ameshawateua, kwamba waziri yoyote lazima
awe kiongozi shirikishi. Vijana wa Tanzania washirikishwe katika maeneo mbalimbali, na niwapongeze sana Mheshimiwa Naibu Spika, mawaziri walioteuliwa ni kweli wanamtendea haki mama, wanafanya kama ambavyo alivyowaagiza. Kwa hiyo niseme vijana wenzangu, kwa wengine huko kwenye vijana tunaondoka huko. Sasa niwaambie vijana, kama alivyosema mama, nchi hii ni ya kwenu nyie. Usikubali kushawishiwa ukashawishika kuiharibu nchi yako. Mama anajionyesha kwamba yeye ni mzalendo wa taifa lake, na kila mzalendo wa taifa lake mwenye akili timamu atakubaliana na hoja ya Mheshimiwa Rais kwamba lolote liwalo, tusione kwamba leo sisi Tanzania tuna amani. Wenyewe wanasema ukiona kinaelea ujue unafanyaje, yupo muundaji. Kuna watu huko hawalali kwa kuitunza amani hii. Hii ndiyo value ya nchi yetu. Kwa hiyo nimesema nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha anawaasa watoto wake wanasimamia amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu. Eneo la pili ni suala la umuhimu wa muungano. Ni ukweli usiopingika Mheshimiwa Naibu Spika, ni bahati nzuri natokea upande wa pili wa muungano wa Zanzibar, upande wa Zanzibar. Wote tunakubaliana kwamba muungano wetu huu una faida kubwa kwetu, na njia pekee ya kutatua changamoto zile za muungano ni kama mawaziri wetu wanavyofanya kwa kupitia muungano huu. Na nisema ukweli, hata ukienda duniani huko kuna nchi nyingi ziliungana, wanatamani na walishindwa ule muungano wao kudumu. Tanzania pekee mpaka leo hii ndio sisi tunaongoza katika muungano wetu huu. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo jingine aliloligusia Mheshimiwa Rais ni suala la kusambaza huduma za jamii ikiwemo mambo ya ujenzi. Tukubaliane Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dodoma ya mwaka 2010 mpaka 2020 ni tofauti na Dodoma ya Mama Samia leo. Huo ndio ukweli. Dar es Salaam ya mwaka 2010, mimi nilikuwa mbunge hapa Mheshimiwa Naibu Spika, toka 2010 mpaka 2020. Mimi juzi nimepotea Kisasa pale. Kisasa nikazunguka na itafuta Martin Luther ile njia ya waziri mkuu, nikazunguka maana ilikuwa usiku. Ni kwa sababu mabadiliko makubwa ambayo aliyoyafanya Mama Samia kwa kipindi cha muda mfupi. Leo hii ukitembelea mabarabarani huko utakuta barabara ya lami Mgongo wa Ngisi. Nitoe mfano, barabara za namna hii unazikuta maeneo machache sana, ni Tanzania na Zanzibar. Mama Samia, Dr. Hussein Ali Mwinyi wamekuja kufanya mabadiliko makubwa, na nikwambia ukweli Mheshimiwa Naibu Spika, unajua watu walivyokuwa wanamwangalia Mama Samia hawakutarajia Mama Samia atakuja kufanya mambo makubwa kama haya ambayo aliyoyafanya. Mama amedhihirisha umma, ameudhihirisha ulimwengu kwamba mama ni mama. Mama ana maamuzi, na ndio maana hata ukifuatilia katika statement zake unajua hasa huyu ni kiongozi wa aina gani, huyu ni amiri jeshi mkuu, huyu ni mkuu wa nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, bahati nzuri mimi nimewahi kuwa mwanajeshi. Nataka niseme si kila kiongozi huwa ana maamuzi, sio kila kiongozi huwa ana maamuzi. Mimi nimeshakaa na viongozi wengi, sitaki kuwataja majina hapa. Wengine tulifikia stage tukawa tunagombana kwenye vikao, tukaonekana hatuna adabu. Ni kwa sababu unamkuta hana maamuzi, unamshauri hili hawezi. Mama huyu amekuja kuonyesha yeye ni kiongozi wa namna gani. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikwambie, kupata ujasiri wa kutamka lile neno who are you, sio kila mmoja ana ujasiri wa kuja kulitamka lile neno tena hadharani. Yes. Kwa sababu kuna watu wameshajiona kwamba wao ndio wababe wa dunia.
kwamba wanachokitaka wao ndo hicho hicho. Mama amekuja ametuonyesha mwanga wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipatia nafasi. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa mbunge kwa mchango wako. Asante sana. Mheshimiwa Abubakar Daima Nasenga atafuatana na Mheshimiwa Anna Richard Lupembe. Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa kupata abra hii, nafasi hii ya kuchangia hoja ambayo iko mezani ya hotuba ya ufunguzi wa bunge kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nami namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli ni bahati iliyo njema, ni tajamala na sudi kupata nafasi ya kuingia hapa katika awamu ya pili. Si jambo rahisi, si sote tunajua, tuliwapitia huko. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumeweza kufika hapa kuwawakilisha wananchi wetu, na wananchi wametutuma hapa tusemee changamoto zao, tushukuru kwa tulioyapata, na tuendelee kuomba tena ili changamoto za maendeleo ziwapungukie, ziwaondoke. Kwa mimi nashukuru chama changu kwa imani, wajumbe na wananchi wa Kilombero kwa kunipa zamana hiyo. Kwa Mheshimiwa Spika, Naibu wa Spika, kama walivyosema wabunge wengine, nami nasimama hapa katika bunge lako tukufu kwa unyenyekevu mkubwa kushukuru Mheshimiwa Rais kwa yale makubwa ambayo ametufanyia na anaendelea kutufanyia. Kama walivyosema wenzangu, tunaona mawaziri wakihangaika kila kona chini ya kiongozi wao Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu, wakipambana katika kuhakikisha nchi yetu inaenda kwa salama na amani. Vijana na wananchi wa Kilombero wameniambia, Senga, tunapotuma mara ya pili nenda kashukuru. Tulikuwa tuna barabara ya lami. Hapa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ukurasa wa 28 anazungumzia habari hizo barabara za lami kwa majimbo ambao hawajayapata. Sisi tulijua adha ya kukosa barabara ya lami, na barabara hiyo ilikuwa chini ya Wizara ya Fedha wakati huo Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu akiwa waziri wa fedha, ndio barabara ilikuwa pekee iko chini ya Wizara ya Fedha na si Wizara ya Ujenzi. Leo tunazungumza tuna kilomita 67 za lami tunateleza tu. Wananiambia, Senga, nenda kashukuru, kamshukuru Mheshimiwa Rais huyu. Sisi tunawachangaa hao watu wa mjini huko wanavoleta vurugu. Sisi hatutaki vurugu, na ndio maana Kilombero tarehe 25 ile 26 tulikuwa salama na amani. Vijana wa bodaboda walikuja kwangu hasa pale msikitini mjini, wananiambia, mwambie UCD Mheshimiwa Senga mbunge, sisi hatuna nongwa, kwa nini anatuambia tufunge saa 12? Sisi tunataka amani. Sisi watoto wa maskini tukiendesha bodaboda ndio tunakula. Tukiendesha bodaboda tukitoka ndio nguo zetu zinafuliwa. Kwa sisi tulinda amani. Kwa hiyo umenituma, kazi yangu kubwa hapa kuja kusema asante kwa yale ambayo tumeyapata na kusema tunaomba tena kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu wa Spika, sisi tulikuwa tangu wilaya inaungwa hatuna halmashauri ya wilaya, hospitali ya halmashauri ya wilaya. Leo nazungumza na wewe, tunayo hospitali hiyo, na Mheshimiwa Rais ametuletea shilingi milioni 800, tunajenga wodi ya kina mama, wodi ya watoto na wodi ya wanaume. Mwenyezi Mungu ambariki sana Rais Samia. Sisi tulisimama hapa katika bunge lililopita tunasema umeme unakatika sana. Daktari Samia amezungumzia hiyo, ametuletea bilioni 25, tumejenga substation Kilombero na Mheshimiwa Rais amefika pale, umeme haukatiki tena Ifakara. Mwenyezi Mungu mlinde sana Rais Samia. Tunamsihi na kumnasihi rais wetu, Mwenyezi Mungu amjalie kifua kikubwa, kwa sababu mwenyekiti wangu wa vijana Mheshimiwa Sadifa ametoka kusema hapa, alikuwa mwenyekiti wetu wa vijana wa taifa, tulikuwa tukienda naye na anatutuma tuende tukatetee marais waliopita katika mijadala mbalimbali. Tunamwambia Mheshimiwa Rais asife moyo, kwa sababu kuna wananchi hawatampenda wote, lakini hawatampenda kwa hulka zao. Tuliona hivyo kwa mzee wetu Mkapa, yalizungumzwa yaliosemwa. Tuliona kwa mzee Jakaya, amekuwa madarakani, anamaliza kipindi chake, maneno yote. Mzee Jakaya anaondoka madarakani, Mheshimiwa Naibu wa Spika, watu wanakumbuka mazuri yake kwamba hata kilomita 11,000 za lami alifanya yule mzee. Tunamwambia Mheshimiwa Rais, kama walivyosema Rais Magufuli muuaji, na wanaendelea kusema hana jema, wapo. Sasa sijui kama wanasemea gerezani, lakini wanasemea wapi, lakini wanaendelea kusema Rais Magufuli hana jema, pamoja na Mwenyezi Mungu kamchukua.
Samia atafanya, atamaliza. Kuna watakaomshukuru na watakaoendelea kusema maneno yake. Asife moyo, tunamwomba rais wetu asife moyo, yasimwonyeshe kwamba anakatika tamaa. Ndio hulka zetu sisi. Atakapomaliza mwaka mmoja, akija rais mpya, utasikia hakuna kama Samia hapa. Kama tulivyozungumza, hakuna kama Magufuli, kama tulivyosema hakuna kama mzee Jakaya. Kwa hiyo nasema, Mheshimiwa Naibu wa Spika, nasema hapa kumpa moyo rais wetu, kumwambia akaze buti, asonge mbele. Mazali akijithibitishia yeye ni Muislamu, na Wazanzibari hawa watu wetu wenzetu katika muungano ni watu wema kweli. Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda Zanzibar mtu anaweza akakupeleka hata kilomita 5, anakuonyesha sehemu ambayo wewe uijui. Ni wangwana, wasivunjike moyo kwa changamoto hizi tunazozipata. Sisi na wananchi wa Kilombero hatuwezi kumbeza rais wetu kwa sababu kuna mtu yuko nje ya nchi huko kasema sijui kuna wizi, sijui kuna namna gani. Yeye na familia yake watu wanaibeza. Rais wetu usivunjike moyo. Rais akisema mtoto wake akae sehemu hapa apate nafasi, maneno hivi. Mheshimiwa Naibu Spika, kama mimi mtoto wa fundi charani napata nafasi tu bunge la kwanza kuteuliwa kuwa naibu waziri Mheshimiwa Wanu tuko naye kipindi cha 3 kupewa naibu waziri, nongo mpaka kwenye mnaandika huko kwenye mitandao. Nongo. Nchi imeuzwa, ameuza watoto. Hivi Abduli leo ukimwangalia na wema wake yule anavaa senduzi na kanzu, atauza nchi yetu. Hayo ndio alisema wakati wa Ridhiwani hapa, brother wangu. Ridhiwani aliambiwa magorofa ya bandari, hata nilikuwa sijui kama ya bandari wakati ule. Nikamuuliza, mzee, magorofa yale mapacha ya kwako? Kumbe mimi nakufa njaa tu hapa, nitoe bana. Akasema uongo tu. Kila mali ya Ridhiwani. Leo kiko wapi? Tunakula naye kantini pale, brother wangu, pamoja. Kwa hiyo akina Abduli hao, Mungu awape nguvu tu. Haya yatapita, tutasonga mbele pamoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema haya niseme sisi tunataka kufungua wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Tumesaini barabara ya Ifakara kwenda Malinyi, baadaye itaenda Songea. Tumesaini barabara ya Ifakara kwenda Maenge, Lindi. Tumesaini barabara ya Ifakara kwenda Mlimba. Mwenyezi Mungu nakuomba mjalie Rais Samia apate fedha, barabara hizi zianze, wananchi wetu wapate raha. Na rais katika hotuba yake amesema uwekezaji mkubwa wa dola bilioni 42 unakuja katika gesi. Tunaunga mkono uwekezaji wa bandari ya Bagamoyo unganisha na Kwara, SGR iende katika bandari ya Dar es Salaam. Tumeokoa bilioni 256 katika uwekezaji wa bandari ya Dar es Salaam. Tuliwezwa hapa, tulitukana, mjadala ulikuwa nchi nzima hapa kuhusu uwekezaji wa bandari. Leo nani anasema kwamba tumeokoa bilioni 256? Hakuna. Narudia kumpa nguvu Mheshimiwa Rais, nimwambie akithibitika mbele ya Mwenyezi Mungu jambo hili, akiulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya hukumu, anaweza kujitetea, lina maslahi na wananchi wa Tanzania, alifanye, asirudi nyuma. Tutaendelea kupinga na kusema na mazali Mwenyezi Mungu si Asumani. Tumepata mifano ya nchi nyingine hapo yametokea kama ya Tanzania. Watanzania wameamka sasa, wanasema kumbe nchi yao inachochewa. Mheshimiwa Naibu Spika, alikuja Mheshimiwa Rais Kilombero akatuzindulia kiwanda cha sukari. Wananchi wamesema kamshukuru Mheshimiwa Rais kwa uzinduzi wa kiwanda cha sukari, lakini kamwambia Mheshimiwa Rais, tunaomba bei ya sukari ichangamke ili wakulima wa mua tuweze kulipwa vizuri. Nami nawasilisha katika meza yako hapa, na Mheshimiwa waziri wako hapa. Mheshimiwa Rais alikuja pale, Mheshimiwa Rais alipita na mimi nikachomekea. Kuna kiwanda cha Mangula Mechanical and Machine Tools kikianza kupata mwekezaji, vijana wetu wengi watapata ajira. Nasema mbele zako hapa Mheshimiwa Naibu wa Spika, kiwanda kile kikianza, wananchi watapata ajira na vijana wangu watapata ajira. Mwaka bunge lililopita Mheshimiwa Rais amenisaidia fedha kupitia TANESCO milioni 400 kukontrol mto unaopita Ifakara mjini, kujenga tuta upande mmoja, kuelekeza maji mto Kilombero, maji yaende katika bwawa la Mwalimu Nyerere ili tupate maji ya kutosha. Wamenituma baada ya kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, niseme hapa bado milioni 400 za kujenga tuta upande wa pili, ili tuendelee kudhamini chama chetu, tuende kumdhamini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu wa Spika, baada ya kusema haya unaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Asenga. Mheshimiwa Anna Richard Lupembe atafuatana Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo. Mheshimiwa Simon Songe Lusingekile ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, asante kwa kunipa nafasi ya kuungana na wabunge wenzangu kwa ajili ya hotuba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alivyokuja Novemba 14.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kupata kura nyingi za kishindo kupitia wananchi waliomchagua mwaka tarehe 29 Novemba 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Spika pamoja na wewe Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuaminiwa na wabunge kuwa mtuongozi katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niwapongeze wabunge wote waliokuwa ndani ya bunge hili kwa kuchaguliwa na wananchi na kuaminiwa. Mko mahali hapa kwa ajili ya kujenga taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niwashukuru wananchi wa jimbo la Nsimbo kwa kuniamini tena kurudi tena katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichangie hotuba Mheshimiwa Rais. Naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa maono makubwa ambayo alikuwa nayo katika utekelezaji wa kazi mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu gani? Kwa sababu tumeona jinsi gani alivyoanza. Alikuja alisema hapa siku 100 utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi utaanza. Na tumeona mawaziri kupitia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu pamoja na mawaziri wote kwa kazi kubwa. Tunaomba tumpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya katika nchi yetu. Tumeona ukitembea katika maeneo mbalimbali na kutatua matatizo ya wananchi, na vile vile na mawaziri, manaibu waziri, tumeona kazi ambazo mnazoendelea kuzifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaona kazi kubwa ya afya iliyofanywa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwatibu wa Tanzania. Ndani ya mikoa yetu tuna hospitali za mikoa ambazo zimewekwa vifaa vyote ambavyo sasa hivi mikoa yote wanajitegemea. Hatuitegemei tena Muhimbili. Kila mkoa Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikisha amejenga hospitali ya rufaa mikoa yote ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na kuhakikisha anaweka vifaa tiba, kuhakikisha vifaa vyote muhimu kwa ajili ya Watanzania. Alisema na amefanya na amethubutu. Mheshimiwa Naibu Spika, lazima tumpongeze kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ana maono makubwa. Sisi wenyewe ni mashahidi. Tumeona vitu ambavyo amevifanya katika nchi yetu kupitia zahanati, kupitia vituo vya afya. Leo hii katika maeneo yetu ya vijijini na vitongojini kuna zahanati, kuna vituo vya afya. Wananchi wanatibiwa huko katika maeneo yao ya vijiji. Wanajifungua. Zamani mwanamke anatoka anatembea maili 6, maili 7, lakini sasa hivi hakuna. Ambulance zipo. Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka ambulance kwenye kila eneo ya vituo vya afya. Mheshimiwa Naibu Spika, tukisema afya tunakuja kwenye kipengele kingine cha mabarabara. TARURA, Mheshimiwa Naibu Spika, ameiwezesha sasa hivi TARURA vijiji na vitongoji ameviunganisha. Tumejengewa madaraja ambayo Mheshimiwa Naibu Spika hayo yote yalikuwa hayapo. Ameyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Amefanya mambo makubwa ambayo hatukuyatarajia. Lazima leo tumpongeze kwa kazi kubwa. Tumeona jinsi gani ameleta pesa katika halmashauri zetu. Ameleta pesa nyingi ambazo pesa hizo zilikuwa hazipo. Mheshimiwa Naibu Spika, halmashauri ilikuwa haina pesa, lakini leo halmashauri wana miradi ambayo mpaka sasa hivi wanashindwa kuifanya kwa sababu ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono mapana aliyokuwa nayo kwa ajili ya Watanzania. Ana haki Dr. Samia Suluhu Hassan kupata kura za kishindo na 97%. Ni halali yake kwa sababu kazi kubwa imefanyika kupitia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaenda kwenye utalii. Mheshimiwa Naibu Spika,
watalii katika nchi yetu walikuwa wanaingia wachache sana. Mimi katika jimbo langu nina mbuga ya Katavi, kulikuwa hakuna watalii kabisa, lakini kupitia Royal Tour ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, alienda kukaa polini kutafuta kuhakikisha ana promote utalii ili watalii waweze kuja katika nchi yetu ili tupate uchumi mkubwa na mapato makubwa. Na leo tunaona sasa hivi ndani ya nchi yetu ya Tanzania watalii wengi, mapato yameongezeka, na watalii wa ndani na nje wote sasa hivi tunakwenda katika mbuga zetu kupitia hamasa ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hayo yote ameyafanya, tumeyaona na kuyahakikishia. Tumeona kwenye kilimo, Mheshimiwa Naibu Spika. Kilimo kulikuwa kuna mazao, Mheshimiwa Naibu Spika, kahawa, tumbaku, pamba, yalikuwa mazao ambayo yalikuwa yana bei ya chini. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuja na mikakati ya kilimo kupitia mazao ya kibiashara, pamba, tumbaku, kahawa, leo hii tunaona jinsi gani korosho, tunaona jinsi gani wananchi walivyokuwa na furaha na mapato ya mazao hayo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikisha yamekuwa katika hali ya kiuchumi zaidi. Lakini leo tunaona jinsi gani pembejeo, mbolea, mbegu zimefika kwa wakati katika maeneo yetu ya vijijini kwetu. Sasa hivi mbolea inakwenda mpaka kwenye kijiji, mbegu zinakwenda mpaka kwenye kijiji, mbegu zimeondolewa ushuru. Sasa hivi mkulima anapewa mbegu kwa bei nafuu ili aweze kulima kwa ajili ya manufaa na uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Haya yote Mheshimiwa Naibu Spika ilikuwa hayapo, ameyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo wananchi wana haki ya kumpa kula zote za ndio, kwa sababu ameyafanya mambo makubwa mazito katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona umeme katika nchi yetu ya Tanzania, vijiji vyote sasa hivi tunaelekea kwenye vitongoji. Mheshimiwa Naibu Spika, umeme ulikuwa haupo, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia kuhakikisha vijiji vyote sasa hivi tunaenda kumaliziwa kwenye vitongoji. Ina maana shughuli za viwanda, shughuli ndogo ndogo, wananchi ndani ya vijiji vyetu na vitongoji vyetu wanafanya shughuli zao kwa amani na utulivu. Na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia amani ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu ameisimamia na kauli zake tunaziona. Hata kama kulikuwa kuna changamoto ambayo imetokea, lakini alivyotoa kauli, Watanzania wote wamejitafakari, wameona lile lililotendeka sio sahihi, kwa sababu tumeibomoa wenyewe nchi yetu ya Tanzania, na haya mambo yalikuwa hayapo. Wameona uchungu ule kukaa ndani, lockdown ya siku 5, wanasema hivi kumbe inapokuwa ndio hivi. Wenzetu ndio wanapata gatabu namna hii, leo hii hatutaweza kurudia tena. Vijana wanasema vijana walikuwa wakopeshwa pikipiki, lakini ndani ya halmashauri zetu, Mheshimiwa Naibu Spika, vijana sasa hivi wanakopeshwa pikipiki, wanakopeshwa ile 10% imesimamiwa vizuri, wanapata, vijana wanapata mikopo, wanafanya shughuli za kilimo, wanafanya shughuli za mashamba, maekta. Mheshimiwa Naibu Spika, lazima tumpongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo aliyoifanya kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita. Kazi kubwa Watanzania wameiona, Watanzania wamethamini unyenyekevu wake, wamethamini. Ninaomba sisi Watanzania sasa hivi kitobaki kwetu sisi kuendelea kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan maisha marefu. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana kwa kunipa nafasi, ninaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge kwa mchango mzuri. Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo atafuatana na Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Kambaji Nuwasa jiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa nikushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa hapa bungeni, na kwa kuanza naanza kwa kuunga mkono hotuba hiyo. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa dhati niwashukuru wananchi wa jimbo la Bahi kwa imani kubwa walionionyesha kwangu na kunirejesha tena katika kipindi hiki cha pili,
na mimi nataka niwahakikishie kwamba nitawatumikia kwa moyo thabiti kabisa kulinda imani ile ambayo wamenionyesha kwangu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kile cha miaka iliyopita ambayo amefanya kazi kubwa, na sasa wananchi wameonyesha imani na walimpa kura za kutosha kuweza kuwatumikia kwa kipindi cha miaka hii mitano mingine. Na Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nitajikita zaidi katika swala zima la sekta ya kilimo. Na Mheshimiwa Rais aliweza kutoa nukuu kwamba kilimo ni biashara, mkulima ni mwekezaji. Na kupitia katika hotuba yake aliweza kuainisha zaidi kwamba serikali ambayo alikuwa anaahidi kwamba ataenda kuchagua watendaji wawe thabiti katika kusimamia vipengele na malengo ambayo ameweza kuyaainisha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika nchi yetu 75% ya Watanzania ni vijana chini ya miaka 35. Lakini kila mwaka workforce inayoingia ni kiasi cha Watanzania 800,000 mpaka 1,000,000 inakuwa ni workforce ambayo iko tayari kwa ajili ya kuingia kwenye sekta hasa ya kilimo ambayo inaajiri Watanzania wengi. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais alisema kwenye hotuba yake kwamba pamoja na mambo mengine anakusudia kuanzisha kitu kinaitwa Youth Investment Window. Lengo lake kwanza anasema ni kutoa bilioni 200 ambayo itasaidia katika kuwekeza kwa vijana na wanawake kuingia kwenye kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona fedha nyingi zimewahi kuja katika wakati wa kilimo kwanza na maeneo mengine tukazipeleka kwenye mabenki, lakini mimi naishauri serikali kwamba ije na modo ambayo kweli itasaidia vijana wetu waweze kujiajiri kwenye kilimo. Lakini moja ya jambo jingine ambalo Mheshimiwa Rais alisema ni kukuza kilimo kutoka 4% mpaka 10%, ambao ni mkakati wa 10-30. Mheshimiwa Naibu Spika, tumebakiwa na miaka 5 tu kufikia 2030. Mimi naiomba sana serikali kupitia Wizara ya Kilimo wafanye mapinduzi makubwa na watambue kwamba 85% ya Watanzania bado wanatumia jembe la mkono. Kwa hiyo ipo haja ya makusudi kabisa kwamba tutoke katika mkwamo ule ambao mimi nasema bado upo, sasa tufanye mapinduzi makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, hatuwezi kununua matrekta kwa pamoja, lakini yapo majembe yanayokokotwa na ng'ombe. Hapa tunaweza tukafanya. Tuna viwanda vyetu hapa nchini vinavyozalisha na bei yake ni kuanzia 160,000 mpaka 200,000. Mheshimiwa Naibu Spika, tukitoa kodi zote tukaweka na ruzuku, wananchi wetu wanaweza kununua majembe haya kwa shilingi 80,000 mpaka 60,000. Lengo lake ni nini? Unaongeza workforce ambao utakuwa umerahisisha wananchi waweze kuzalisha kwa zaidi kupitia majembe yanayokokotwa na ng'ombe. Mheshimiwa Naibu Spika, moja ya jambo ambalo Mheshimiwa Rais amelionyesha kwenye hotuba yake ni kufanya kilimo kivutie kwa kuajiri vijana wengi, lakini hawawezi kuajiri vijana hawa kwa kupitia jembe la ng'ombe la mkono. Huwezi ukawaajiri vijana hawa kwenye kilimo kwa kutegemea mvua, na amesema kabisa ni lazima tujikite katika kilimo cha umwagiliaji, lakini vile vile kilimo cha mboga, yani horticulture. Kwa hiyo mimi naiomba sana Wizara ya Kilimo kupitia bajeti inayokuja ya mwaka wa fedha wa 2026/27 tuone mapinduzi makubwa sana, hasa namna gani fedha zimetengwa kwa ajili ya kwenda kuwaingiza vijana katika sekta nzima ya uzalishaji. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu ina fursa kubwa. Sisi tunategemewa na nchi za SADC katika kuwalisha chakula, hususan mahindi
na mchele. Ipo haja kubwa ya nchi yetu tuweke kipaumbele kikubwa katika kuzalisha. Jambo hili linaenda na dira ya taifa ambayo na yenyewe inaongea habari ya uzalishaji mkubwa wa kilimo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swala zima la kilimo na nchi yetu tukitaka iajiri watu wengi, ni lazima tuweke utaratibu wa maksudi tuweze kupeleka fedha nyingi kwa ajili ya kuajiri vijana kwenye kilimo. Lakini Mheshimiwa Rais anaongea habari ya kukuza viwanda, na mimi nataka niseme kwa mkoa huu wa Dodoma, serikali iangalie Dodoma iwe ni logistic hub. Kwanza tuna miundombinu ya reli ambayo ya kisasa SGR ambayo tutaweza kusafirisha mizigo yetu kwa urahisi hapa. Lakini serikali inajenga kiwanja kikubwa cha kimataifa hapa Msalato. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiwacha kiwanda cha mbolea ambacho kina wafanyakazi kama 2,000, lakini viwanda vikubwa Dodoma bado hatuna. Mji huu ni mji mkubwa, lakini ni mji wa kutegemea mshahara mwisho wa mwezi. Hatuna mzunguko mkubwa wa fedha za viwanda. Ni bora serikali vile vile iweke skimu maksudi ya kuweza kuongeza viwanda katika mji wa Dodoma. Baada ya kusema hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja 100%. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge kwa mchango. Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile atafuatana na Mheshimiwa Dr. Emmanuel Khamba Majule ajiandae. Nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi nami nichangie hotuba ya Mheshimiwa Rais. Lakini pia nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa asilimia nyingi za uchaguzi wa Oktoba 25. Tunampongeza sana kwa kuaminiwa na wananchi kwa kura nyingi, na sisi tunamtakia heri sana katika majukumu yake. Na bahati nzuri leo Mheshimiwa Naibu Spika, nachangia ikiwa siku pekee ya kuzaliwa wa Daktari Samia, nami namtakia heri katika siku yake hii muhimu ya kuzaliwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwashukuru kipekee sana wananchi wa jimbo la Busega kwa kuniamini tena kwa mara ya pili kuwa mwakilishi wao hapa bungeni, nami nitawatumikia kadiri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nataka nichangie kidogo maeneo machache juu ya hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa kwetu, iliyokuwa na dira na mpango wa kufika 2030 kama alivyohutubia mahala hapa, na tunaamini kabisa kwamba Mheshimiwa Rais ataenda kufanya kazi kubwa, kwa sababu tumeona mfano katika miaka hii mitano iliyopita ya kwake. Tumeona maendeleo makubwa kwenye maeneo yetu. Jimbo la Busega tumeona maendeleo makubwa, vituo vya afya 4, hospitali ya wilaya imekamilika, mradi wa maji mkubwa, barabara zimetengenezwa, bajeti imeongezeka ya barabara kutoka milioni 714 mpaka bilioni 2 na milioni 447. Hizi ni juhudi kubwa za Daktari Samia kwa wananchi, hususan wananchi wa Busega. Wananchi wa Busega wamenituma nimshukuru kwa niaba yao kwa miradi mikubwa kwa hii miaka mitano ambayo alikuwepo. Tuna imani kubwa yale aliyoyaahidi katika hotuba yake yanaenda kufanyika kwa sababu ya namna aliyofanya kwa miaka ile mitano. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niseme kidogo eneo la nishati. Ukisema hotuba ya Mheshimiwa Rais ukurasa wa 29, utaona namna gani amejipanga katika eneo la nishati, hasa katika swala zima la umeme. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa tuna vitongoji ambavyo vina umeme 39,003 kati ya vitongoji 64,359 vya nchi nzima. Lakini ukiangalia katika hotuba ya Mheshimiwa Rais amesema ifikapo 2030 vitongoji vyote vitakuwa na umeme. Na haya Mheshimiwa Naibu Spika, yanajionyesha sasa hivi. Kwa nini nasema yanajionyesha sasa hivi? Miradi inayoendelea katika vitongoji vyetu
ni vitongoji 2562 ambavyo miradi yake inaendelea itakayoenda kupatiwa umeme, na itakapokamilika tutakuwa tumebaki na vitongoji takribani 22 plus 22 ambavyo vitakuwa havina umeme. Lakini ukitaka kuona kwamba Daktari Samia yuko serious na kazi, ukitaka kuona Daktari Samia amedhamiria na kazi katika eneo la nishati, kama alivyosema ifikapo 2030 vitongoji vyote vitakuwa na umeme. Sasa tarehe 17 mwezi huu wa kwanza 2026 tumesaini vitongoji 9,009 kupelekewa umeme katika maeneo yetu. Ukiangalia ongezeko la vitongoji 9,009 ni kubwa sana, na vitongoji sasa baada ya mradi huu wa vitongoji 9,009 kukamilika tutakuwa tumebaki na vitongoji 13,785 ambavyo vitakuwa havina umeme. Na kwa kasi ya Daktari Samia, kama tumeanza mwezi wa 11 ameapa, leo ni mwezi wa kwanza, miezi miwili plus siku 100 za kwake, tumesaini mkataba wa vitongoji 9,009. Maana yake vitongoji 13,785 vilivyobaki, sidhani hata kama 2030 itafika. Ukiangalia katika hotuba yake alivyosema 2030, nina imani kwa kasi hii alionao Daktari Samia inawezekana isifike 2030 vitongoji vyote vitakuwa na umeme, kama ambavyo tumeona kasi yake kubwa katika maeneo yetu. Hii inadhihirisha kwamba Daktari Samia amedhamiria. Na ukisoma dira yetu ya 2050 ambayo imetolewa hivi karibuni, imeonyesha ifikapo 2050 mwananchi mmoja atakuwa anatumia kilowati 3,000 kwa mwaka, ikilinganishwa na sasa hivi mwananchi mmoja anatumia kilowati 170 kwa mwaka. Ongezeko hili ni kubwa. Ukiona hivyo, maana yake Daktari Samia amedhamiria kwa wananchi wake katika eneo la nishati. Wakati anaingia Daktari Samia eneo la nishati, uzalishaji wa umeme katika nchi yetu ulikuwa megawati 1,685. Tunavyozungumza leo, Daktari Samia uzalishaji wa umeme sasa umefikia megawati 4,100. Haya ni mapinduzi makubwa na dhamira kubwa ya Daktari Samia kwa nchi yetu. Wanabusega tunampongeza na tunamtakia heri katika utekelezaji wa haya ambayo tunayapanga kwa miaka ile mitano kufikia 2030. Tunaye waziri mkuu mchapakazi, tunao mawaziri, tumeona namna ambavyo wamepokea kazi kutoka kwa Daktari Samia. Ninaamini watafanya vizuri na kuyafikia yale malengo makubwa ya Daktari Samia. Eneo la pili ambalo nataka kusema, ukisoma ukurasa wa 25 mpaka 26, amezungumzia eneo la madini. Tumeona wazi eneo hili pia tumelitengeneza vizuri. Tumekuwa na uzalishaji mkubwa wa madini katika nchi yetu. Katika maeneo ya madini tunaona pato la taifa limeongezeka kutoka 6.8 2012-13 mpaka kufikia 10.1 mwaka 2024-25. Haya ni mapinduzi makubwa. Ukiangalia ukusanyaji wa maduhuli umetoka bilioni 173.7 mwaka 2012-13 mpaka kufikia trilioni 1.075 2024-25. Haya ni mapinduzi makubwa katika nchi yetu ambayo Daktari Samia amedhamiria. Lakini kikubwa, Naibu Spika, huko nyuma tulikuwa hatuna mfumo wa kununua dhahabu kupitia BOT. Sasa tunavyozungumza leo, Daktari Samia ameanzisha mfumo wa kununua dhahabu kupitia benki yetu ya Tanzania, yani BOT. Tunavyozungumza, miezi kama miwili iliyopita, taarifa zilivyotoka, tayari tumekusanya tani 16 kwa miezi 14, na hizi ni taarifa za miezi miwili iliyopita. Leo tumefika tani 17 na kufanya nchi yetu sasa itapanda kutoka aliposema comrade pale Festo asubuhi, nchi ya sita ni pale tulipokuwa na tani 16. Ninaamini watakapotengeneza taarifa za sasa
kwa sababu tumeshafika tani 17, tutapanda zaidi hata kwa 4 barani Afrika. Haya yote ni mapinduzi makubwa ya Daktari Samia. Ukisoma ukurasa wa 26 wa hotuba yake, tunaenda kununua mashine ya kuchenjua madini, yani multipurpose refinery, na hii tunaenda sasa kuwasaidia vijana katika swala zima la kupata ajira. Watapata ajira vijana, lakini udharishaji wa dhahabu pia utaongezeka. Lakini kwambie Mheshimiwa Naibu Spika, nini faida ya ununuzi wa dhahabu kupitia BOT? Bei imepanda na sasa wananchi wanaona ni bora kuuza dhahabu kwa kupitia mfumo wa BOT kuliko kuuza dhahabu zao kwa wafanyabiashara wengine, kwa sababu bei imeongezeka. Na wananchi wetu sasa, kama BOT siku hiyo hainunui dhahabu, wanaacha kuuza, wanasubiri mpaka siku ambapo BOT itatangaza mnada wa dhahabu. Na hii sasa ni maono mazuri ya Daktari Samia kwa ajili ya wananchi wetu, hasa wachimbaji wadogo wadogo wananufaika na bei ya dhahabu ambayo inanunuliwa kupitia mfumo wetu wa BOT. Tungekuwa nje, Mheshimiwa Naibu Spika, ningepiga makofi kwa ajili ya Daktari Samia ili aone namna gani dhamira aliyonayo, na sisi kama wabunge tunamuunga mkono. Kazi yetu kubwa, tumuunge Daktari Samia, tumuunge mkono Waziri Mkuu, tuwaunge mkono mawaziri ili kuyafikia malengo ya Daktari Samia kwenye eneo la nishati na eneo la madini. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Asante Mheshimiwa Simon. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Hambachi Nuwas, tafuatia Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule. Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga ajiandae. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa nafasi na afya njema kuweza kuwepo leo na kuweza kupata nafasi ya kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia Mheshimiwa Spika, nikushukuru wewe, Naibu Spika, nikushukuru wewe kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu. Lakini pia nipende kutoa shukrani kwa wananchi wa jimbo la Mbulu vijijini ambao wamenipa kura za ndio na kumpa Mheshimiwa Rais Samia kura za kutosha, asilimia kubwa sana. Napenda kuwapa shukrani za dhati na kwamba niko hapa tayari kwa ajili ya kuwakilisha katika miaka 5 ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake nzuri aliyoitoa wakati wa ufunguzi wa bunge letu tarehe 14 Novemba 2025, ambao sasa tunaendelea kuichangia au kutolea maoni mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, leo tunajua kwamba Mheshimiwa Rais wetu kipenzi chetu na mama yetu ambaye ni hodari sana, leo amesherehekea siku ya kuzaliwa kwake na amesema leo ni 27 ya kijani. Naomba Mheshimiwa Naibu Spika tuendelee kumunga mkono kuhakikisha kwamba tunashiriki zoezi la upandaji miti ambalo linakwenda kuboresha mazingira katika maeneo yetu tunayoishi, na tuwape hamasa wananchi wetu ambao tunawakilisha. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa ustahimilivu wake, kwa ujasiri wake na ushupavu wake kupitisha nchi yetu katika kipindi kigumu cha msukosuko, na leo ikiwa tulivu, hasa kwa kadhia iliyotokea tarehe 29 na tarehe zilizofuata. Kwa kweli tumeona katika hotuba yake upendo wa kweli na ujasiri wa kweli na ustahimilivu wa kweli, hasa kwa kuhakikisha kwamba anaendelea kutambua walioathirika kwa kuwapa pole, lakini vile vile kualika katika azma nzima ya kuja pamoja kama Watanzania kwa njia ya maridhiano na kuendelea kuongea kwa pamoja na kutatua changamoto zetu kwa njia ya majadiliano. Hii ni tunu muhimu sana, Mheshimiwa Naibu Spika, kulindwa hasa kama jamii moja ya Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais pia ameunda tume ya uchunguzi na pengine tuendelee kusubiri majibu yake ili tuweze kuyapokea yale yatokanayo na kuendelea kujenga nchi yetu kwa mustakabali wa kizazi chetu cha sasa na kinachofuata. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa ahadi zake alizozitoa na ambazo amekwisha kuanza kuzitekeleza. Tunaona leo
bima ya afya kwa wote inaanza, na hasa tunaona upendo wa rais kwa kuwazingatia makundi ambayo yako kwenye hatari ya kukosa matibabu wakati wanapougua kutokana na changamoto ya kiuchumi, hasa wazee wetu wa miaka 60 kwenda juu, lakini vile vile watoto wadogo, lakini vile vile wamama wajawazito ambao tumeona wanaathirika kwa vifo vingi, lakini pia na watoto wale wachanga. Na hata hivyo bado nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo ameifanya na uwekezaji mkubwa ambao ameweka kwenye sekta ya afya kwa kuhakikisha kwamba vifo vya mama wajawazito vimepungua zaidi kwa asilimia kubwa sana na vifo vya watoto wachanga, na bima ya afya inaendelea sasa kuendelea kupunguza tatizo hili katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, tunajua kwamba Mheshimiwa Rais aliahidi mikopo kwa wajasiriamali, na hii tayari ameshaanza kuitekeleza kwa kutoa zaidi ya bilioni 10.5, na hii Mheshimiwa Naibu Spika imeendelea kuwa ni hatua kubwa na muhimu ya Mheshimiwa Rais kutekeleza ahadi zake alizoahidi kwa Watanzania wakati wa uchaguzi. Na hii mikopo ya wajasiriamali ambayo ameitoa kupitia mabenki mbalimbali, Mheshimiwa Naibu Spika, hii imekwenda kuwazingatia wazee wengi, wababa wengi ambao wamekuwa kilalamika katika mikutano yetu mbalimbali kwamba mbona vijana na wazee na vijana na wamama wamepewa kipaumbele. Je, wazee wanazingatiwa wapi? Naona hii mikopo imewakumbuka. Kwa hiyo tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameleta hoja hii na amezingatia wazee wetu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia kwa ajira ambazo amezitoa kwa walimu, lakini pia na watumishi wa sekta ya afya. Tunaamini elimu yetu itaimarika, lakini pia huduma za afya zitakwenda kuimarika katika maeneo ya vituo vyetu vya afya, zahanati, hospitali zetu za wilaya, lakini pia za mikoa na za taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niweze kuchangia kwenye sekta ya kilimo kwa uchache. Sekta yetu ya kilimo ni sekta muhimu sana, na ni sekta ambayo inatulisha Watanzania wengi, lakini pia imeajiri Watanzania wengi. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais amesema hii kilimo ni uwekezaji na ni kama biashara zingine. Maana yake ipate msukumo wa pekee, hasa katika kuitengea budget, lakini vile vile katika kuwekea utaalamu wa kutosha ili wananchi waweze kufaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, kilimo cha umwagiliaji, Mheshimiwa Rais amekizungumzia kwamba ataenda kuongeza ekari za kilimo cha umwagiliaji kutoka 3.46 milioni hadi milioni 6. Hii ni hatua kubwa sana na itakwenda kuajiri vijana wengi. Lakini vile vile nipende kushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mbulu vijijini. Tumepata visima 6 ambavyo vimechimbwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji ambacho kitakwenda kuajiri wakulima katika zaidi ya ekari 300. Lakini vile vile tumepata bwawa kubwa ambalo litakwenda kusaidia wakulima wa kilimo cha umwagiliaji kwa vitunguu maji, vitunguu saumu, lakini vile vile na mahindi na mazao mengine, na itakwenda kuongeza uzalishaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda, lakini pia kuajiri vijana walio wengi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo hili la kilimo tunaona Rais amesisitiza umuhimu wa uwepo wa mikopo kwa ajili ya wakulima, na tuna benki yetu ya maendeleo ya kilimo, lakini pia tuna benki ya ushirika. Mheshimiwa Naibu Spika, hili kwa kweli tunapongeza serikali, lakini tuna maombi hapa kwamba hizi benki zishuke kwa wakulima ambao wengi wako vijijini na ziweze kuwafikia. Hizi benki bado ziko mijini, hazijaweza kuwafikia wakulima walio wengi na hasa wale walio katika maeneo vijijini. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, naomba niombe pia, tumepata ruzuku kwenye maeneo ya mbolea lakini pia na mbegu. Bado maeneo mengi yamepata kwa bei nzuri sana, hasa ile elekezi ya serikali, lakini bado tunajua tunao wauzaji wa mbegu hizi na wauzaji wa mbolea ambao bado wanaihujumu serikali. Kwa hiyo tunaomba usimamizi uendelee kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba ruzuku ambayo serikali imeweka kwenye mbolea na imeweka kwenye mbegu inaweza kuwafikia wakulima bila kuibiwa, hasa na watajiri ambao wana tamaa zao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba katika eneo hili la kilimo serikali pamoja na wizara yetu ya kilimo iendelee kuboresha uwekezaji katika eneo la kuongeza thamani katika mazao ambayo wakulima wetu wanazalisha, ili tuzalishe ajira, lakini pia tuzalishe bidhaa ambazo zinaweza kwenda kuuzwa na zikaweza kuongeza ajira, zikaweza kutengeneza malighafi kwa ajili ya viwanda, lakini vile vile kuongeza kipato kwa wakulima wetu, lakini pia kuongeza kodi kwa ajili ya serikali yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nichangie eneo la mifugo kwa ufupi sana. Tunajua kwamba nayo ni sekta muhimu sana, na wananchi wangu wengi wa jimbo la Mbulu vijijini ni wakulima na wafugaji. Na mwaka jana mwishoni tulipata adha kubwa sana
wakulima wafugaji wengi sana kupoteza mifugo hasa kutokana na ukame, lakini vile vile magonjwa yatokanayo na kupe. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kusema kwamba Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba katika hotuba yake tuendelee kujenga kuelekea katika ufugaji wa kisasa ambao unakwenda kusaidia katika uongezaji wa eneo la ufugaji, lakini vile vile kuhakikisha maji yanapatikana kwa ajili ya mifugo, kuhakikisha kwamba pia kunakuwa na majosho ya kutosha katika maeneo ya ufugaji, lakini pia chanjo kupatikana, na vile vile kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifugo iliyo bora ambayo inafugwa na wafugaji wetu ili iwe na tija hasa kwa ajili ya soko la ndani, lakini vile vile soko la nje. Mheshimiwa Naibu Spika, tunajua yako maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya wafugaji, lakini yako maeneo bado hayajatengwa. Yale maeneo ambayo yametengwa, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaomba serikali iweze kusaidia sasa kuweka miundombinu muhimu hasa majosho, lakini kuhakikisha pia supplies mbalimbali kwa ajili ya kusafisha ng'ombe, kuwachanja ng'ombe na kuwapa utaalamu unaofaa ili tuweze kupata mazao yaliyo bora hasa katika eneo hili la mifugo. Lakini vile vile wafugaji wakumbuke pia katika eneo la mikopo kwa sababu ni wazalishaji muhimu sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niende kwenye eneo la barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru sana kwamba Mheshimiwa Rais amezungumza katika hotuba yake na ametoa dhamira ya kweli na ya hakika kwamba kuna haja ya kuongeza bajeti katika eneo la barabara hasa kwenye TARURA, lakini vile vile niombe na TANROADS nayo ikumbukwe. Hii barabara ni nyenzo muhimu sana, ni miundombinu muhimu sana hasa katika maendeleo kwa sekta zote, na kwa maeneo vijijini wakulima na wafugaji na wajasiriamali hawawezi kuzalisha na kufikisha mazao yao katika masoko bila kuwa na barabara katika maeneo iliyo imara na iliyo nzuri na inayopitika majira yote ya mvua na ya masika. Mheshimiwa Naibu Spika, niombe bajeti ya eneo hili ongezwe, na hasa katika jimbo langu niombe sana barabara ile inayojengwa kwa kiwango cha lami kutoka Mbulu kwenda Garbabi kilomita 25, Labai kwenda Haydom kilomita 25, lakini vile vile kutoka Dareda kwenda Dongobesh na kutoka Haydom kwenda Mogitu na kutoka Haydom kwenda Singida. Hii ni miundombinu muhimu sana kuunganisha mikoa na wilaya, na wananchi wetu watakwenda kufaidi sana. Nishukuru kwa upande wa umeme, tumepata vitongoji 9,000 na jimbo langu limepata 59 na vitongoji vingi vinaendelea kupata, bado uhitaji ni mkubwa. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kukushukuru wewe na nishukuru kwa hotuba nzuri ya Mheshimiwa Rais, na mimi naunga mkono hoja na kushukuruni sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Emmanuel. Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule atafuatana Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuongea tena mara ya pili katika siku ya leo, lakini nimefurahi sana kuongea leo ili na mimi pia niweze kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kuchaguliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Lakini sio hivyo tu kumpongeza kwa birthday yake leo, na kweli hata kama hatupo huko lakini tumemtakia happy birthday njema ya siku ya leo. Pia nimpongeze sana Spika na Naibu Spika na nyie pia kuchaguliwa kuliongoza bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pongeze sana kakangu Mwigulu Nchemba kuchaguliwa kwa waziri mkuu wa nchi hii ya Tanzania. Lakini pia mimi mwenyewe nitoe shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kupata nafasi ya kuingia bungeni, nafasi ambayo nilipambania kwa miaka 10 bila kupata, lakini sasa nimefanikiwa kuingia bungeni. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana, na niwashukuru sana wanawake wa Dodoma kuweza kuniamini na kunipa kura nyingi sana. Kati ya kura 1581 niliweza kupata kura 1524. Kwa hiyo nawashukuru sana wanawake wa Dodoma, wameniamini sana na mimi nitawakilisha vyema bungeni, lakini sio hivyo, nitafanya utumishi uliotukuka kuweza kuwatumikia wanawake wa Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi pia nilitamani sana kuchangia hotuba hii ya Mheshimiwa Rais. Mimi niliona ni hotuba ya kiongozi tena iliyothabiti kabisa, kiongozi mwenye madaraka, lakini upande wa pili ilisaundi kama hotuba ya mama, tena mama mlezi. Naomba niongee maeneo machache